Bwana, ama hakika historia imeandikwa kwa upande wa klabu ya Yanga mara baada ya hafla ya utiaji saini kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa ndani ya klabu ya Yanga kufanyika hii leo kwenye makao makuu ya klabu hiyo. Bwana, tumeona namna ambavyo uwanja utakavyokuwa kwa maana ya uwanja wa klabu ya Yanga ambao utajengwa kwa miezi 18 mpaka miezi 24 ndipo ambapo utakuwa umekamilika. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa takribani miaka miwili hivi. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, bwana, Yanga kama ambavyo unaweza kutazama wameachia picha za muonekano wa uwanja mpya wa klabu ya Yanga ambao umetiwa sign hii leo kati ya klabu ya Yanga pamoja na GSM. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wamechapisha picha mbalimbali zikimuonyesha rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said, lakini pia na mkurugenzi wa makampuni ya GSM bwana Galib Saidi wakiwa wanatia saini ya ujenzi wa mkataba huo. Lakini pia mgeni rasmi kwenye hafla hiyo alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Sasa moja kati ya maneno ambayo yamezungumzwa kwenye hafla hiyo bwana ni kutoka kwa rais wa klabu ya Yanga ambaye amezungumza na kuweka bayana kwamba umiliki wa uwanja huo utakuwa ni 50% kwa maana ya GSM watakuwa na miliki ya 50% na Yanga pia atakuwa na miliki ya 50%. Na Yanga wao wametoa ardhi kwa ajili ya ujenzi wa uwanja huo, lakini GSM wao wametoa fedha kwa ajili ya uwekezaji na ujenzi wa uwanja huo. Sasa miongoni mwa maneno ambayo yamezungumzwa na rais wa klabu ya Yanga kwenye hafla hiyo, yeye amesema matarajio yetu ni kwamba ujenzi wa uwanja huu utakuwa umekamilika na kuzinduliwa rasmi ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 20 ijayo. Tuna imani na matumaini makubwa kwamba mradi huu utakamilika kwa wakati uliopangwa na kuwa sehemu muhimu ya historia ya klabu yetu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mara nyingine kwa Galib Said Mohamed pamoja na familia yake kwa maamuzi yao makubwa na ya kizalendo waliochukua kwa ajili ya kusaidia kutimiza ndoto ya muda mrefu ya Yanga Afrika. Hayo yalikuwa ni moja kati ya maneno ambayo Engineer Hersi Said aliweza kuyazungumza. Lakini bwana Galib Said Mohamed GSM mwenyewe yeye huwa hanaga mambo mengi sana. Alipokaribishwa kuzungumza kwenye hafla hiyo, yeye alisema Yanga bingwa. Ndilo neno ambalo aliweza kulizungumza na ndio neno ambalo amekuwa akilizungumza mara kwa mara pindi anapopewa nafasi ya kuweza kuzungumza mbele ya mashabiki wa Yanga na uongozi wa klabu ya Yanga. Lakini Engineer Hersi Said yeye aliendelea kuzungumza na kusema kwamba nathibitisha rasmi leo kuwa Yanga Afrika imeingia katika makubaliano ya ubia wa umiliki wa uwanja wetu mpya kwa uwiano wa 50% na GSM Group. Tunamshukuru kwa dhati Galib Said Mohamed kwa moyo wake wa kizalendo na uamuzi wake wa kuweka usawa katika umiliki wa mradi huu mkubwa, licha kuwa yeye ndiye aliyechangia sehemu kubwa zaidi ya uwekezaji wa kifedha. Kwa upande wa klabu Yanga Afrika itatoa ardhi kwa ajili ya mradi huo, huku mchango wa GSM Group ukiwa ni uwekezaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa uwanja huo wa kisasa. Bana engineer anaendelea kuzungumza, anasema dhamira yangu kuu nilipoingia katika uongozi ilikuwa ni kuhakikisha klabu inajenga uwanja wake. Hata hivyo nilibaini kuwa kabla ya kufikia hatua hiyo ilikuwa muhimu kwanza klabu ipate mafanikio makubwa ndani ya uwanja wa mchezo ili iweze kuvutia wawekezaji. Tulipoanza kufanya vizuri na kupata mafanikio, watu wengi walivutiwa kuwekeza ndani ya klabu yetu. Hali hiyo ikiamsha ari, hamasa na matumaini mapya ya kutimiza ndoto ya kuwa na uwanja wetu wenyewe. Aidha, idadi ya wanachama imeongezeka kwa kiasi kikubwa ndani na nje ya nchi. Tulipotangaza zabuni ya ujenzi wa uwanja, wawekezaji wengi walijitokeza kuonesha nia ya kushiriki katika mradi huo. Baada ya kupitia mchakato husika, kamati hatimaye iliidhinisha GSM Group kuwa mbia mkuu wa ujenzi wa uwanja huo. Hayo pia ilikuwa ni maneno ya Engineer Hersi Said kwenye hafla hiyo. Lakini engineer hakuishia hapo, alisema kwamba kwa kipindi cha takriban miaka 90 klabu hii imeendelea kubeba ndoto na dhamira ya dhati ya kuwa na uwanja wake binafsi. Sisi kama wananchi tunajivunia mno maono, juhudi na uzalendo wa viongozi waliotangulia. Viongozi hao walijitolea kwa hali na mali kuhakikisha wanatuachia msingi imara unaobeba historia, heshima na utambulisho wa klabu yetu.
Kupitia juhudi zao, klabu ilifanikiwa kumiliki eneo la ardhi lenye ukubwa wa mita za mraba 1035, hazina ambayo imehifadhiwa kwa zaidi ya miaka 50. Leo hii kwa fahari kubwa, wananchi tunaelekea kutimiza ndoto hiyo ya kihistoria kwa kuanza safari ya kujenga uwanja wetu wenyewe. Bwana, hayo ilikuwa ni moja kati ya maneno ambayo yalizungumzwa na Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa mgeni rasmi ambaye ni Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwenye hafla hiyo, yeye alizungumza akasema, kabla hujakosoa klabu ya Yanga, jiulize wewe una mchango gani kwa klabu. Nafikiri mmeona mchango wa GSM kwa klabu yetu, hatimaye anatujengea uwanja. Klabu hii haiendeshwi kwa mdomo na makelele pekee. Hatuwezi kutegemea wafadhili peke yake. Huwezi kuwa mtu ambaye unakosoa tu timu ikifungwa. Fukuza makocha lakini huchangii chochote. Ni muda sasa wa kuchangia klabu hii ili kusaidia klabu kupiga hatua. Haya yalikuwa ni maneno ya Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwenye hafla ya utiaji saini wa ujenzi wa uwanja wa kisasa wa klabu ya Yanga. Na kama ambavyo unaweza ukatazama, huo ndio ambao utakuwa ni uwanja wa klabu ya Yanga ambao umejaa kila kitu. Yaani hii ndio maana ya uwanja wa kisasa ambao unakwenda kujengwa na Yanga na kuwa uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo iko hivyo juu ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee juu ya kile ambacho kimefanyika leo kwenye utiaji saini wa uwanja mpya wa kisasa ambao Engineer Hersi Said yeye amesema itakuwa ni asilimia kwa 50, kwa maana ya GSM atamiliki kwa asilimia 50, lakini Yanga pia atamiliki kwa asilimia 50. Engineer alisema kwamba GSM angeweza kusema nataka kumiliki uwanja kwa asilimia 80 kwa 20, angeweza kusema nataka 51 ili awe na sauti na sisi Yanga tungeingia kwenye mtego kwa sababu sisi tuna shauku ya kuwa na uwanja, lakini akasema hapana, nataka tugawane 50 kwa 50 bwana. Ndicho ambacho engineer aliweza kuzungumza kwenye hafla hiyo ya utiaji saini kwa ajili ya ujenzi wa klabu ya Yanga. Bwana, ujenzi wa uwanja wa Yanga Sports Club na GSM Tanzania Limited upo kwenye mfumo wa partnership, kwa maana ya ushirikiano. Yanga wamechangia ardhi na GSM wanatoa fedha. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimefanyika hii leo pale makao makuu ya klabu pale Kaunda Jangwani, kwenye hafla ya utiaji saini ya ujenzi wa uwanja wa kisasa ambao Yanga sasa wanakwenda kumiliki uwanja wao baada ya miaka 90. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo uongozi wa sasa ndani ya klabu ya Yanga umepiga hatua kubwa sana, na kinachosubiriwa tu ni uwanja kukamilika ambao utachukua muda wa miezi 18 mpaka 20 kitu huko. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitakwenda kutokea mara baada ya Yanga pia kuachia muonekano wa uwanja wenyewe jinsi utakavyokuwa. Na kama pia unaweza kutazama hapo, ndio uwanja mpya wa klabu ya Yanga ambao Yanga sasa wataanza kutumia kama uwanja wao wa nyumbani. Hakutokuwa tena kwamba pengine Yanga wameenda kwa KMC kwa ajili ya kutafuta sehemu ya kuchezea. Hakutokuwa kwamba Yanga pengine sio anatumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Kila kitu Yanga watakifanyia pale, na ukitazama partition kwa maana ya sehemu ya uwanja huo, unaweza kuona kuna sehemu ya mazoezi, kuna sehemu ya VIP kwa maana ya ile sehemu ambapo wanakaa viongozi, kuna sehemu ambapo sehemu ya kunywea kahawa. Unaweza ukatazama namna ambavyo uwanja jinsi ulivyo, moja kati ya uwanja ambao pengine ukikamilika unaweza kuwa uwanja bora na wa kisasa pengine barani Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo bwana nikusogezee juu ya kile ambacho kimetokea hii leo pale makao makuu ya klabu ya Yanga baada ya utiaji saini wa ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Yanga ulipofanyika pale na ukishuhudiwa na mkuu wa Dar es Salaam Albert Chalamila, lakini pia GSM kwa maana ya Galib Mohamed Said ambaye ndiye mkurugenzi wa makampuni ya GSM, lakini pia rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said, na pamoja na viongozi wengine ambao walihudhuria hafla hiyo, pamoja na mashabiki wa klabu ya Yanga, wanachama na watu wengi wadau wa soka ambao walifurika kushuhudia hafla hiyo ya utiaji saini wa
ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Yanga Afrika. Wana pia unaweza ukashare kwenye comment section hapo chini ukaniambia pengine umeuonaje uwanja wa Yanga na unadhani hatua hii ina maana gani kwa klabu ya Yanga. Unaweza ukashare comment yako kupitia kwenye comment section hapo chini ukiniambia hiki ambacho kimefanyika kwa Yanga kina maana gani.